Unaitwa Fund Bright Tanzania, ndugu yako hapa, meneja wa waimbaji wote Tanzania. Unajua yeye ni Bongo Flava, gospel na vitu vingine vingi, lakini mimi ndo msemaji wenu na nawapelekea habari njema kwa wadau wa muziki wenu. Leo niko na moja kati ya watu ambao wanasababisha entertainment za Gen Z hasa ziweze kwenda hewani. Jina lako? Amy Jovin. Anaitwa Amy Jovin. Kwa nini vijana hasa wa Gen Z wanakuwa na pressure? Ni kama ni msanii ameanza muziki leo, anataka kununua gari leo, anataka mafanikio, anataka kwa Diamond leo. Unafikiri changamoto wa nini? Changamoto kwanza ni ule kujitambua nafasi yako wewe una hustle vipi. Issue sio mafanikio, issue wewe unataka nini na kwa wakati gani. Kwa sababu vijana wengi ambao especially wasanii wanajaribu kufake maisha kwa kiasi kikubwa kwa ile kauli inayotumika kwamba fake it until you make it. Kumbe hiyo kauli una wakati inazua matatizo zaidi kuliko yale mazuri ambayo unayataka. Kwa hiyo kama msanii, kubali kwamba wakati huu msanii ambao unachipukia zaidi na hujapata mafanikio makubwa, kubali kwanza kwamba sasa hivi natengeneza. So hata nikionekana nimepanda bodaboda haina shida, kwa sababu ndo uhalisia. Haya ni maisha yangu na ile ni kazi yangu. Kwa hiyo kuna mimi alafu kuna ile sanaa ambayo nataka ifikie hadhira au natamani ifikie jamii. Wow, kuna ile hadhira ambayo wewe unatamani ama unataka ifikie jamii. Yeah. Kuna muda anatakiwa kujipa. Hata kuku mayai akitaga leo anajipa siku zake 28 za kuyatamia usabana. So ni kitu gani sasa tunafanya ili kuhakikisha kwamba hawa Gen Z sasa wanakaa kwenye peak na wanatuelewa? Wiki wa moja kati ya watangazaji ambao ni watu wa entertainment. Entertainment ndio Gen Z, kila media ndio shikilia entertainment, maana yake anaongea vijana. Vijana wameshindwa kuwa wavumilivu. Vijana wengi sasa hivi kama leo wamekataa serikali, mara wamekataa nini kwa ajili tu ya ile mihemko. Wengine sasa tunasimama wapi na vijana ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kama vile ambavyo sisi tunatamani wao. Wawe Gen Z kama nyie, lakini Gen Z wanaoeleweka. Mimi nafanya edutainment kwanza, kwa maana ya apart from entertainment na educate pia nafundisha. Kwa hiyo kama radio ya Bongo FM tunasema kwamba hatukosi vipindi vya vijana, hatukosi habari, hatukosi vitu vyote ambavyo pengine vinahusisha tasnia ya habari kwa ujumla. Kwa hiyo mimi kama kijana haininyime mimi ndo kutokuwa kijana smart. Tunasema hii ni dunia mpya. So kama vijana tunapaswa tu kufahamu kwamba pale ambapo unataka kufika mahali, yani maisha ni mepesi sana ukikubali nafasi yako, ukikubali kuwa wewe sasa hivi hujafika mahali fulani. So ile kauli ya fake it until you make it, achana nayo, itakupotezea sana. Otherwise kuwa wewe, fanya sanaa yako, wasilisha kile ambacho unakipenda zaidi kwa hadhira and kila kitu kitakuwa poa. Nikiwakumbusha kipindi natoka album ya Mtoto Idi ya Juma Kiroboto, Nature, Juma Kasim, ilikuwa kidato cha 3. Kidato cha 2004. Kuwepo, ulikuwa hujazaliwa. Nilikuwepo. Aliwahi kwenye moja kati ya mistari yake alikuwa anakuambia hatua kwa hatua mpaka siku na make nini bingo. Kwa maana kwamba walikuwa wanajidogosha, wanakwenda mpaka wanakuja kuwa wakubwa. So ndio kitu ambacho nakipata kwa kwamba vijana wanatakiwa kubali kwamba ile fake until you make it, ile kauli tuiondoe. So Gen Z wote tunakubaliana jamani. Mimi nataka nigombee urais wa Gen Z. Na tukubaliane nao kwamba sasa fake until you make it tunaacha. Tunaanza hatua kwa hatua kabisa. Na tunaondoa mihemko. Mihemko ukiachana nao utaishi vizuri, uta relax. Tisa sana.